Jibu la haraka kabisa ni yes, inaweza kuwasaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu anapenda kutumia viungo wengi. Katika eneo la katikati kuna kuwa na idadi kubwa ya viungo. Wanakwenda viungo 4 mpaka 5 ambao wanakuwa viungo wachezeshaji. Na wanakuwa na namba 13 katika kiwanja. Yani ukiangalia hivyo kwa Yanga, je, wapo wachezaji wa namna hiyo? Jibu la haraka kabisa ni kweli, wapo wachezaji wa namna hiyo. Kwa sababu ukimchukua Pacome Piedo, ukimchukua Mohamed Dumbia, ukimchukua Lassine Kouma, ukimchukua Duke Abuya, ukimchukua Mudathir Yahya, basi umeelewa vizuri hapo. Ukimchukua Musa Barakonte, ukimchukua Azizi Ndambwile, yani hao wote na kuambia kwamba wanao uwezo wa kuunda pale pacha ya watu 5 katika kumsaidia. Kwa sababu formation yake ni 4 2 3 1. So unanielewa vizuri hapo. Lakini pia katika hao 5 ambao katika 2 3, katika hao 5 pia wanaongezeko lingine, wana Max Zengeli, wana Clement Mzize. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa staili hiyo ya uchezaji wa kocha, kwa Yanga itakwenda kuwa na faida kubwa zaidi. Na ndipo hapo sasa maswali yale ambao walikuwa watazamaji wanauliza na wapenzi wanauliza kwamba inakuwaje una Celestine kuwa atumiki, una Lassine Kouma atumiki, una Musa Barakonte mchezaji wa $600,000 hatumiki. Sasa kwa kocha huyu inakwenda kuwa rahisi zaidi kwenye kuwatumia kutokana na aina ya matumizi yake yeye katika eneo la kiwanja. Bwana Falia, tafadhali mashukuru, ni mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena Dimbani. Tulikuambia kwamba tutarejea tena na sasa tutakwenda kusikia zile small details zinazomhusu kocha mpya ndani ya klabu ya Young Africans anayetajwa kweli kujiunga na klabu hiyo. Si mwingine ni Paul Maria, wengi huita Joe Motors. Paul Maria mwamba kweli huyo kutokea Ureno, lakini kwa sasa yuko pale kwenye nchi za Falme ya Kiarabu. Na sasa Young Africans wako tayari hata kuvunja mkataba wake kule Oman ili aje kwenye ardhi ya Tanzania. Ni mwalimu wa aina gani? Basi ungana nasi sako kwa bako ili uselele matangazo jadidi kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, yakiwa na nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukihitaji mabati bwana, tupigie simu tukuletee popote pale kwa gharama nafuu mno, alafu usafiri na misumari bure. Hii haijawahi kutokea. Steven Mapundo, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Uzima upo na haulalamiki? Uongo. Mungu ni mwema siku zote, na hii ndio asili yake. Yes. Bwana, tuliahidi kwamba tutarejea na tutakuja kutazama zile small details zinazomhusu kocha Joe Mota. Lakini mimi hupenda kumuita Paul Maria. Paul Maria. Yes. Wanamuitaga Jawa Mota Paul Maria. Yes. Wareno hawa. Kocha kutokea pale Ureno. Kwa sababu ukichukua ile O na A inakuwa wa. Kwa inakuwa Joa. Joa Paul Mota Maria. Yes. Mimi namuita tu Paul Maria. Paul Maria. Yale mengine na ya meza shughuli inakuwa imeishia umo. Bwana, bila kupoteza muda na tusipepese macho, nafikiri tulitazama kuondoka kwa mwalimu Falls, lakini pia tulitazama majina ambayo yako mezani pale Young Africans kwa mujibu wa vyanzo. Yuko Gamondi, lakini pia Nabi anahusishwa kwa mbali sana, yani Nabi anaguswa na acha. Lakini Paul Maria ni miongoni mwa walimu ambao wanapewa nafasi kubwa mno ya kujiunga na kikosi cha Young Africans. Nafikiri ni wakati sasa wa kuwajuza wanaotufuatilia ni mwalimu wa aina gani na ni mwalimu ambaye anapenda nini na atasaidia vipi klabu ya Yanga ikitokea dili lake likakamilika kwa 100%. Of course bwana Cisco. Jawa Paul Motors Maria ni kocha wa kisasa. Lakini pia ukiangalia kuhusu umri wake anasema kuwa ana miaka 66, kwa maana kwamba alikuwa amezaliwa Septemba 16 mwaka 1966. Alikuwa amezaliwa katika jiji moja linaitwa Lisboa, liko pale nchini Ureno. Huyu ni raia wa Ureno,
lakini pia ni kocha ambaye ameweza kufanya mambo makubwa sana katika bara la Ulaya, lakini pia na hata katika bara la Afrika. Lakini pia ni kocha ambaye anatajwa kuwa amewahi kufundisha pia timu ya vijana under 20 ya nchini Ureno. Kwa hiyo ukiaminiwa kwa taifa kama la Ureno kuweza kupewa timu ya vijana ya under 20, kwa sababu under 20 tafsiri yake ni kwamba anakuwa na sifa zote za kucheza senior team. Kwa hiyo pia anaandaliwa kwenda kuwa tegemeo katika senior team. Kwa hiyo ukiaminiwa ukiwa kama coach kwenye timu ya namna hiyo, ni kwa namna gani umeweza kuwa umekuwa approved, unaweza kusimama kama kiongozi katika timu. Taifa kama la Ureno limewahi kumwamini na kuweza kuwa kocha katika timu ya vijana, lakini pia ameweza kuzunguka maeneo mbalimbali ikiwemo kule Saudia, lakini pia amefundisha Al Ittihad ambaye kwa sasa unaifahamu inavyofanya vizuri. Amesha kupita pale akiwa kama manager, lakini pia kwa Afrika amewahi kupita pale nchini Sudan kwa Al Hilal Omdurman. Msimu wa mwaka 2021 2022 ameweza kuingia pale kama assistant manager, lakini mwaka huo pia akaweza kupindua meza akawa kama manager mkuu. Kwa hiyo hapo kwa maana ya Al Hilal, yes, alianza kuingia kama assistant afu baadaye akapanda akawa mkuu kwa mwaka huo hapo Sudani. Yani kilichotokea ni kama unachokiona kwa Yanga kwa sasa. Ameingia pale Mabedi. Wakati anaingia hapo alafu Fozi anaondolewa. Sasa kati anaondolewa Fozi afu Mabedi apande awe ndo mkuu. Kwa hiyo hiki kilishai kumkuta kwa huyu Joe Motors. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kocha ambaye si kocha wa kipolepole, ni kocha ambaye anatakiwa kuweza kuangaliwa kwa hali ya juu. Kwa wale watu wa kubeti, wale watu ambao watu wa kutafuta maokoto, kuna timu moja inaitwa Botafogo. Ni timu ambayo wakamalia wengi sana wanaifahamu vyema kabisa. Huyu kocha pia pale ameshawahi kupita pia, ameshaifundisha pale. Kwa hiyo unaona kabisa ni aina ya kocha ambaye ana uzoefu mkubwa wa soka la kisasa, lakini pia kwa mabara zaidi ya mawili, kwamba ameweza kuchukua experience ya mabara yote. Na ukiangalia yeye formation yake pendwa kabisa ambayo huwa anapenda kuitumia ni 4-2-3-1. Anapenda sana kutumia formation hii, kwamba ukiangalia sasa, je, hii formation unadhani kwa Dar es Salaam Young Africa inaweza ikawasaidia? Jibu la haraka kabisa ni yes, inaweza kuwasaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu anapenda kutumia viungo wengi. Katika eneo la katikati kuna kuwa na idadi kubwa ya viungo. Wanakwenda viungo 4 mpaka 5 ambao wanakuwa viungo wachezeshaji. Na wanakuwa na namba 13 katika kiwanja. Yani ukiangalia hivyo kwa Yanga, je, wapo wachezaji wa namna hiyo? Jibu la haraka kabisa ni kweli, wapo wachezaji wa namna hiyo. Kwa sababu ukimchukua Pacome Piedo, ukimchukua Mohamed Dumbia, ukimchukua Lassine Kouma, ukimchukua Duke Abuya, ukimchukua Mudathir Yahya, basi umeelewa vizuri hapo. Ukimchukua Musa Barakonte, ukimchukua Azizi Andambwile, yani hao wote na kuambia kwamba wanao uwezo wa kuunda pale pacha ya watu 5 katika kumsaidia. Kwa sababu formation yake ni 4 2 3 1. So unanielewa vizuri hapo. Lakini pia katika hao 5 ambao katika 2 3, katika hao 5 pia wanaongezeko lingine, wana Max Zengeli, wana Clement Mzize. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa staili hiyo ya uchezaji wa kocha kwa Yanga itakwenda kuwa na faida kubwa zaidi. Na ndipo hapo sasa maswali yale ambao walikuwa watazamaji wanauliza na wapenzi wanauliza kwamba inakuwaje una Celestine Ekua atumiki, una Lassine Kouma atumiki, una Musa Barakonte mchezaji wa dola 600 hatumiki. Sasa kwa kocha huyu inakwenda kuwa rahisi zaidi kwenye kuwatumia kutokana na aina ya matumizi yake yeye katika eneo la kiwanja. Sio, unanielewa vizuri? Kwa sababu kwa wachezaji wenye experience kama Musa Barakonte ambaye amecheza Tunisia kwa soka la ushindani na alikuwa mchezaji tegemeo, unajiuliza inakuwaje aweze kukaa bench. Kwa hiyo ina maana kwamba akija kutibu hilo tatizo, inawezekana kabisa ikawa ni formation ambayo
kwa Young African ikawa ni usumbufu hali ya juu kwa timu pinzani. Kwa hiyo kwa formation hii inakwenda kuwa favor zaidi Yanga, lakini pia aina ya mpira wake umekuwa ni mpira ambao una maamuzi sana. Katika dakika 90 ambazo nimeweza kumfuatilia akiwa anafundisha Al Ittihad, akiwa anafundisha Botafogo, akiwa anafundisha timu ya taifa ya Ureno under 20, katika dakika 90 makocha wengi huwa wanapenda kugawa dakika zile katika maeneo matatu. Dakika 15 za kwanza, 15 za tatu na 15 za mwisho. Sasa huyu mara nyingi sana amekuwa na hatari zaidi katika dakika 15 za kwanza. Amekuwa na hatari kubwa zaidi. Yaani akutane na timu ambayo ni tishio kwake, akutane na timu ambayo kwake ana dominate. Dakika 15 za mwanzo amekuwa ni mtu wa hatari zaidi. Lakini pia amekuwa ni mtu wa hatari zaidi dakika 15 za kipindi cha pili pia amekuwa na hatari zaidi ukilinganisha katika maeneo yote ambayo ameyapita. Ni maeneo mengi amekuwa akifunga magoli dakika za mwanzoni, alafu akiendelea kuchukua mchezo na kutokuruhusu mabao. Anaweza akakufunga goli moja ikawa ngumu kuweza kurejesha na asipate goli lingine akaweza kulilinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu formation yake inamfavor zaidi kwenye eneo la kuzuia kuwa na watu wengi, lakini pia inamfavor zaidi kwenye eneo la kushambulia kuwa na watu wengi, lakini pia ni hodari wa kupenda kukaa na mpira, kumiliki mpira kweli kweli. Kwa hiyo katika eneo hilo kwa Yanga watakuwa wamempata kocha ambaye atakuwa na msaada mkubwa sana, hususan kwa kipindi hiki ambacho wanakwenda katika hatua ya kupambania kuingia hatua ya makundi, lakini pia kuutetea ubingwa wa NBC Premier League, kuutetea ubingwa wa CRDB, kuutetea ubingwa wa kombe la Muungano. Kwa hiyo imekuwa ni sahihi kabisa kwa kocha huyu kuweza kuingia katika viunga vya Jangwani. Lakini pia kuna swali ambalo liko umeliuliza. Itakuwa ni uchaguzi sahihi kwa kocha huyu kuweza kufika katika viunga vya Tanzania aliyakuwa hajawahi kufundisha Tanzania na ni hajawahi kuifundisha Yanga, inaweza ikawasaidia vipi? Kwa aina ya CV aliyokuwa nayo, lakini pia kwa aina ya wachezaji ambao amewahi kuwafundisha na aina ya wachezaji ambao wapo pale Young African, ni mtu ambaye anaweza kawa msaada mkubwa zaidi. Ukimwangalia kuna Frank Asink ambaye huyu amecheza Ulaya lakini pia amerudi Afrika anacheza. Kuna Mohamed Dumbia amecheza Ulaya lakini pia amerudi anakuja kucheza. Kuna Pacome Piedo Zuzwa ameenda Ulaya kwa sasa amerudi tena Tanzania. Kwa hiyo kuna aina ya watu ambao wanaweza kuwa kama ambassador kwa wachezaji wengine. Hii inakuwa na faida kubwa sana ukiwa kwenye timu ambao kuna aina ya wachezaji ambao wao wanaweza kuwa translator kwa watu wengine. Ndio maana unakuta kuna misimu mingine unakuta kuna mchezaji ambaye ana experience ya kutosha lakini kiwango kinaweza kaa kimedrop, kocha akawa anamuita timu ya taifa. Unajiuliza huyu anaitwa pale timu ya taifa kufanya nini? Unakuta unajua sasa Boko mbona amesha inakuwaje anaitwa? Kumbe Boko kwa experience aliyokuwa nayo ana uwezo kukaa hata kwenye room moja na Clement Mzize akamueleza kitu, akamwambia kitu, bwana unaenda kucheza, kocha amekuamini uanze pale, katika kucheza unatakiwa ufanye 1 2 3. Zile 1 2 3 zile zina maana kubwa sana kwa mwalimu. Kwa hiyo ina maana kwa aina wachezaji hao ambao wapo ndani ya Young African wanaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa kocha. Kuna selection ilikuwa ambao ni wachezaji ambao wamepita Ulaya, wameenda Ivory Coast na sasa wako Tanzania. Kwa hiyo kuna element ambavyo nafikiri uongozi wa Yanga umeweza kuona kwamba huyu kocha atakuwa na msaada mkubwa sana kuelekea katika hatima yao. Changamoto ambayo watu wengi wanajiuliza na hata mimi huwa pia najiuliza kwa muda ambao upo. Young Africans wako kwenye mashindano. Ndio. Hatuko kwenye pre-season. Ndio. Ligi ya mabingwa wanasubiri mchezo mmoja. Ndio. Ili kutinga hatua ya makundi. Ndio. Na taarifa ambazo zipo mwalimu anatambulishwa kama endapo timu itafanikiwa kutinga hatua ya makundi. Ndio taarifa ambazo pia zimetufikia nyakati hizi. Ndio. Kwa time iliyobaki. Umeelewa vizuri? Ndio. Ni kweli inahitajika mwalimu ambaye haijui Young Africans? Au ni bora upate mwalimu ambaye anajua vizuri klabu ya Yanga kwa maana alishawahi kuifundisha kwa maana ya Gamondi, Nabi au Merud kuja kuendeleza pale alikoishia? Inakuwa ni rahisi mno na hata kuipa timu matokeo kwa sababu wachezaji anawajua, anajua nikimwambia nataka nini
Hata kama unajonana muda mrefu lakini najua nani atanipa. Anipata uzuri. Ndio. Sasa hayo ndo maswali mengi watu ambao wanajiuliza. Yanga ipo kwenye mashindano. Katikati ya mashindano nataka kocha wa dharura aendeleze pale walikoishia. Je, ni vyema wariskiaje mwalimu ambaye huenda ikawa changamoto kuadapti mazingira, kuwazuia wachezaji na wachezaji pia kuzoea mbinu zako na mambo kadha wa kadha. Mpaka mnakuja kuzoeana mshapoteza kila kitu. Unajua bwana Sisco, katika mpira una njia zake. Ukipita katika njia zako huwezi kulaumiwa na mtu yote. Okay. Ukiangalia Yanga hili wameweza kuliona, wamesha kukaa na Gamondi pale, wameshakaa na Mirud, wameshakaa na Sidamovic, wameshakaa na Foz. Hao wote wameshaona. Kama ukiangalia Yanga walikuwa wanasema kwamba akiondoka mtu anayekuja ni bora zaidi. Hii kauli rais amekuwa ameirudia mara nyingi sana. Hersi Said ameirudia mara nyingi sana hii kauli. Nini tafsiri yake? Gamondi siwezi kumshusha na siwezi kudharau wala siwezi kumwandaleti. Ni kocha mzuri, is the best coach. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo Yanga walikuwa wanasafa zaidi. Maeneo gani ambayo walikuwa wanasafa zaidi? Ambao watu wengi hawatamani Yanga warudie katika maeneo yale. Gamondi alikuwa na selection na kikosi chake ambacho kiko selective. Okay. Na kuna baadhi ya wachezaji walikuwa washaanza kukosa namba. Kwa mfano kuna mtu kama Kibwana Shomari alikuwa tayari ameshapoteza kabisa namba, ameshapoteza confidence, mpaka nafasi yake ikawa inachukuliwa na Dennis Nkane. Unaona kabisa huyu alikuwa hana dalili kabisa ya kurudi. Kuna mtu kama Azizi Andambwile. Yaani hakuna hata mmoja ambaye aliwaza kwamba siku anaweza akaaminiwa Azizi Andambwile, anaweza akacheza. Okay. Kwa kuna aina ya kikosi ambacho yeye alikuwa amekiamini, ndio hicho ambacho alikuwa anakwenda nacho na anapambana nacho. Sasa aina ya kocha huyu kwa Ulaya kule tunaweza tukamfananisha na Jurgen Klopp. Okay. Ambaye mara nyingi maeneo mengi ambayo alikuwa akicheza walikuwa wanampa misimu 3 hadi misimu 4 lazima afeli. Na hata Jurgen Klopp watu wanasema kwamba huyu anatisha ndani ya Liverpool. Lakini baada ya misimu 4 hatakuwa na jipya. Nini kilichotokea? Hadi ameondoka Liverpool. Umeelewa vizuri? Kwa hata kwa Gamondi alipokuwa amekaa ndani ya Dar es Salaam Young Africa, angekaa misimu 3 misimu 4, yani tayari watu wangeshajua loki zake, wangeanza kumbabua. Na ndio maana unakuja kuona anaondoka Yanga tayari Azam alishambabua, Tabora alikuwa ambayo sasa ni kwa sababu gani? TRA ambayo walishajua nini? Walishajua pattern zake, walishajua aina za wachezaji wake muhimu. Anaingia kucheza na Azam wakati Shedrack Isaka Boka akiwa na majeraha. Alimlazimisha kucheza lakini baadaye akashindwa kucheza, aliondoka akaingia Kibabani. Anakuja kucheza na TRA wakati huo Ibrahim Baka hakiwa hayupo kwenye kiwanja wa kuadhibiwa. Wakati huo Jobu akiwa na majeraha, akiwa na kadi 3 of course, akiwa na kadi 3 hakuweza kucheza, si ndio? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kuna aina ya makocha, kuna wachezaji muhimu wakikosekana kwenye kikosi, timu inakuwa inasafa zaidi. Rejea timu dhidi ya Mamelodi Sundowns. Tunamsifu sana, alifanya kazi kubwa. Aliweza kucheza dakika 180. Mamelodi ambaye alikuwa na wastani wa kufunga goli 3 kwa kila mechi kwa opponent wake. Anaweza kufunga away, anaweza kufunga nyumbani. Lakini dakika 180 hakuweza kupata goli Mkapa wala kupata goli ya South Africa. Umeelewa vizuri? Lakini nini ambacho kilikuwa kinaikost? Walikostiwa zaidi Yanga baada ya kumkosa Harid Aucho. Walikostiwa zaidi Yanga baada ya kumkosa Yao Atola kwa kumkosa Pacome Zouzoua. Umeelewa vizuri? Kwa sasa Yanga kwa level iliyofikia inatakiwa ipate kocha ambaye anakuwa na selection nyingine na mbadala pale ambapo key players wanapokuwa wanakosekana, hususan katika nyakati ngumu. Ndio hicho ambacho uongozi wa Yanga unasafa zaidi. That's why nafikiria kwamba hata kwa Gamondi amekuwa ni mtu ambaye kama atakuja anakuja kwa ajili ya kuweza kuwavusha hapo walipo ili waweze kwenda mbele. Lakini kwa kitu ambacho kitakuwa kinamata zaidi ni kuweza kumpata kocha ambaye anaweza akatengeneza unit katika timu na kila mchezaji kujiona kwamba mimi nikifanya vizuri katika kiwanja cha mazoezi naweza nikapata nafasi. Sasa katika hilo sasa ndipo utaanza kubai idea ya Mirud Hamdi, utabai idea ya mtu kama Joe Motors ambaye huyu sasa kwa sababu yeye soka lake kubwa la kimafanikio amefanya sana na vijana. Lakini pia amekuwa na CV kubwa zaidi. Lakini pia mfumo wake pia
unabeba zaidi aina ya wachezaji ambao wako pale Yanga. Okay. Unaona kabisa huyu inambeba. Ukimwangalia ukimwangalia Miguel Gamondi kwa mfumo huu, yeye Gamondi unakuwa haumfevi sana, lakini ukimwangalia kwa Jota ni mfumo ambao kwa yeye utakuwa unamfeva zaidi. Okay. Gamondi si kwamba hajawahi kuutumia huu mfumo, amewahi kuutumia, na hata ukiangalia kwenye bao 5 alikuwa ameweka mfumo huu kwenye makaratasi, ingawaje kwenye kucheza alicheza tofauti, lakini kuna nyakati ambazo alikuwa anautumia mfumo huu wa 4-2-3-1 ambao sasa kwa Jota yeye ndio formation yake mama na ndio imani yake imejaa hapo. Okay. Kama ilivyokuwa kwa Romain Folz anavyoamini katika 4-3-3. Kwa minajili hiyo Jota kama anakuja aje tu. Yaani kama Jota watafanikisha ile dili na kukamilika, Yanga watakuwa wamepata chuma kweli. Okay. Watakuwa wamepata Jota na Mirudi unaenda na nani? Yaani kwamba sasa Yanga wanafikiria kumrejesha Mirudi pamoja na Jota ingizo jipya. Nani aingie mmoja pale haraka? Wewe unampa nani? Kwa mimi kwa sasa hivi naenda na Jota kama kila kitu kitakuwa kipo katika msawazo wake. Wanasemaga wanauchuma wanasema under ceteris paribus, kama kila kitu kitakuwa akijabadilika, kipo constant. Jota mimi nafikiri ana deserve kuweza kukaa pale, kwa maana ya kwamba Yanga kuweza kuvuka zile level ambazo walikuwa wanaishia, sasa waende level inayofuata. Okay. Sio kurudi nyuma tena, waendelee mbele zaidi, ambapo haya ni mapinduzi ambayo wanafanya kama Pyramids, wanafanya kama Ahli, ambao hao wanakuja kuleta ushindani katika soka la Afrika. Na Yanga hapo wakifikia hapo, maana kwamba tayari sasa wamekubali kushindana katika soka la Afrika. Bana, sisi hatujaja kumpeleka huyu Young Africans. Sisi tumekuja kumjadili na kumtazama vizuri, kwa sababu ndio kocha ambaye anahusishwa na klabu hiyo ya Yanga. Kwa hiyo tumekuja kukupa zile small details zinazomhusu yeye, na wewe pia uweze kuelewa ni kocha wa aina gani. Kama akitua pale Young Africans utakuwa umepata nini. Nafikiri umeselelea matangazo jadili kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote. Hakika umeenjoy, na hakika unaweza pia kwa drop comment yako hapa chini ukatuambie, je, atawafaa klabu ya Young Africans? Wakati mimi naendelea kuzungumza pamoja na Steven Mapunda, pia taarifa njema ni pale Batquarit ni kampuni bora ya Tanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote, ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati pia unapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bado tunanunua wewe, anakuja kutamana wewe kijana wako. Ni Young Africans na bado anaendelea kusafa juu ya kocha. Nini hasa ambacho anakiona kwenye klabu yao? Endelea pia kudrop comment yako, twende vizuri, tusikuache wala tusiachane. Hili tunakwenda wote. Kwaheri.